Yes, bana, kama unavyoelewa kwamba sasa hivi ama siku hizi watu wengi wameingia sana katika mitandao ya kijamii kwa lengo la kutafuta likes, followers, umaarufu na vingine kama hivyo. Na hii ni moja kati ya sababu ambazo zinapelekea watu wanavuka mipaka kwa kufanya vitu vya ajabu huko katika mitandao ya kijamii. Sasa watu na wadada wamekuwa wakichochea mambo mengi sana. Watu wengi ambao wanatafuta umaarufu kwa nguvu kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa na tendency ya kuchochea swala zima la mmomonyoko wa maadili. Yaani swala la mmomonyoko wa maadili ni moja kati ya vitu ambavyo serikali inapambana navyo kwa ajili ya kuvipinga kwa namna moja ama nyingine, na kuhakikisha kwamba wanalinda swala zima la watoto kukua yani wawe exposed na content ambazo zinachochea mambo mazuri na ambazo hazichochei mmomonyoko wa maadili katika nchi yetu ya Tanzania. Kuna huyu bidada ambaye hajafahamika jina lake ni nani, lakini ni moja ya kitu ambacho kimetokea bwana, kwamba amepata umaarufu mitandaoni kutokana na hii video ambayo amezungumza kuhusiana kwamba yeye akipata mwanaume ambaye anamjali, anampa pesa, basi atakuwa anampa, naweza nikasema kwamba ni sio tamaduni zetu wa Afrika, anaweza kinyume na maumbile. Moja kati ya vitu ambavyo vimeleta controversy sana katika mitandao ya kijamii kutokana na hii kauli ambayo huyu bidada amezungumza, lakini pia mwanzoni awali alipata umaarufu, maana hii video ilienda viral sana na ilipostiwa katika peji nyingi sana mitandao ya kijamii. Lakini sasa hivi unaweza ukasema kwamba kimemlamba baada ya Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii pamoja jinsia na makundi maalum Mheshimiwa Dorothy Gwajima kuingilia kati swala hilo, kwani ni moja kati ya vitu ambavyo vinachochea mmomonyoko wa maadili. So nataka hapa umsikilize bidada mwenyewe jinsi ambavyo anajieleza kuhusiana na hiyo situation ambayo imemleta imempelekea katika matatizo kwa namna moja ama nyingine. Mimi sikujua kama kinachokifanya ni kibaya, kweli ni kosa, lakini sikujua kama itakuwa hivyo kama ilivyokuwa, kwa sababu mimi nilikuwa nafanya like kama kuchekesha, kuongea tu ujinga, masiala kwa ajili pia comment pamoja na like, lakini naomba nisamehe sana mama. Binafsi sikujua kama hii video itakuwa na maneno makali au maneno ambayo kusema kwamba naharibu maadili. Sikujua, nilijua tu katika hali fulani ya kutengeneza content. Naomba nisamehe, pia naomba baadhi ya watu nisameheni kwa kukosea. Siwezi kurudia na tayari nimeshaifuta. Siwezi tena kurudia. Nisamehe sana mama. Nilikuwa katika hali tu ya utafutaji. Hali ya utafutaji, hali ya kupata comment, hali ya kujiingizia followers. Naomba nisamehe. Na swala la mama, kweli mimi na mama na mtoto pia. Najua hata mamangu hawezi kupendezwa na hiki kitu ambacho nimefanya, lakini sikufanya kwa makusudi. Nimefanya kama kupata comment na like na followers. Naomba nisamehe sana mama. Nimeona ile video ulivyoniposti asubuhi. Nilishindwa kufanya chochote kwa sababu muda huo nilikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Lakini naomba nisamehe sana. Siwezi kurudia. Anasema kwamba anampa kila kitu mwanaume ambaye anampa hela, anampa kila kitu Iko siku moja kwamba akimwomba kinyeo kwamba yeye ni nani asimpe. So hii ni video ambayo imeibua mjadala sana huko mitandaoni, na wadau mbalimbali wameweka maoni yao. Wengi wakawa wamemtaja Mheshimiwa Waziri awezi kuiona ili afanye maamuzi kuhusiana na hii tabia au hiki kitu ambacho huyu bidada amekuwa akifanya. Naona bwana hapa kwenye video baada ya kupostiwa ni kwamba wadau walikuja wakaweka maoni yao. Kwa mfano kuna yule hapa ambaye anaitwa Shafia, anasema kwamba wazazi wake walishamwachia Mungu
kuna mwingine anasema kwamba bwana hastaki kufili kitu kama hicho. Mwingine akaandika so sad. Mwingine akaja akaandika amesema kwamba bwana tuwe tunaomba sana, tuwaombe watoto wetu. Kingine anasema bwana jamani tulale, jamani tuachane na haya mambo. Huyu anasema kwamba jamani tulale, kunguni wapate chochote kitu, ishakuwa usiku sasa hivi. Mwingine amekuja ameandika bwana mtihani mzito huu, ala atunusuru waja wake. Watu wengi kiukweli wameonyesha kama vile hawajapendezwa na kauli ambazo huyu dada amezitoa mitandaoni. Sasa kufuatia hii video kusambaa mitandaoni, Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameingilia kati swala hili baada ya kuposti screenshot za video katika ukurasa wake wa Instagram. Alafu kisha akaweka maelezo pale chini, akaandika kwamba huyu ni nani, nampataje, maana kama anavyosema sio AI, basi tunahitaji kwenda kukarabati akili yake. Halafu sasa anaanza mkakati wa pili vilevile kwamba anawatafuta wazazi wao pia vilevile wazee wa mitaa na vijiji vyao, viongozi wa dini washirikiane kwa ajili ya watu wa namna hii. Tushirikiane kujadili watu wa namna hii wazawa wakati wa hitilafu gani? Kwani ameuliza hivyo Mheshimiwa Dorothy Gwajima, akiendelea kusema kwamba ni ipi mikakati yao hii itaendelea na haitaacha kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, ataisambaza na hatua za kisheria vilevile kupitia dawati la jinsia pamoja na polisi. Kwa hiyo bana, Mheshimiwa Dorothy Gwajima aliamua kumfungukia wazi huyu binti kuhusiana na hiyo content ambayo ameposti katika ukurasa wake wa Instagram. Huyu bidada anaitwa Asnati, Asnati Cute 5. Kupitia ukurasa wake wa TikTok ndipo huko alipoanzia hii video kwenda viral, lakini hakuishia hapo. Mheshimiwa Gwajima akaandika tena kwamba sasa niambieni, nampataje huyu, jina lake, simu yake, anaishi mkoa gani, wilaya gani, kitu gani, mtaa au kijiji gani, ili nianze kuwapigia serikali ya mtaa wao. Sasa kutokana na kauli hiyo ambayo Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameitoa, ni kwamba moja kwa moja peji mbalimbali zikawa zinaingilia kati kwa ajili ya kuposti na kusambaza taarifa ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Dorothy Gwajima dhidi ya huyu bidada. Halafu hapo kwa mfano kuna peji ya Wambea kwamba wameandika kwamba Gwajima akemee lugha chafu katika mitandao ya kijamii, wahusika wazidi kusakwa. Sasa utatuambia una maoni gani kuhusu swala hili japo wengine wamesema kwamba huyu bidada anatakiwa afungwe jela ili kuweza kukomesha tabia hii, kwani ataweza kuambukiza watu wengine nao akaingia katika kutengeneza content ambazo hazina maadili kwenye jamii na taifa letu la Tanzania. Sasa una maoni gani kuhusu swala hili? Tuandikie hapo kwenye uwanja wa comment section. Pia usisahau kusubscribe na kuturn on notification ili uwe kwanza kupata taarifa zetu kila mara tunapoziweka.